Hapo zamani katika kijiji kimoja mkoani Morogoro alizaliwa msichana aliyepewa jina Anna Abdalla Makinda tarehe 20 Januari mwaka 1949. Tangu akiwa mdogo, Anna alipenda sana kujifunza na alikuwa na ndoto kulitumikia taifa lake. Alikuwa katika mazingira ya kawaida sana ambapo alikulia katika mazingira hayo, lakini moyo wake ulikuwa na maono makubwa. Baada ya kumaliza masomo yake, Anna alichagua kuwa mwalimu. Kupitia taaluma hiyo alijifunza nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kuongezea wengine kwa haki. Kila siku alipokuwa darasani alitambua kuwa elimu ni silaha ya kubadilisha maisha ya watu, hasa watoto na jamii kwa ujumla. Miaka iliposonga, Anna Makinda alihisi wito wa kuingia katika uongozi wa kisiasa ili kusaidia watu wengi zaidi. Akaamua kujiunga kamilifu na siasa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Wananchi wa jimbo la Mvomero alitambua kama kiongozi mwaminifu na mwenye kusikiliza matatizo yao, hivyo wakamchagua kuwa mbunge. Hapa ndipo safari yake ndefu ya ubunge ilipoanza. Akiwa bungeni, Anna alifanya kazi kwa bidii katika kamati za bunge. Alijenga heshima na uzoefu mkubwa. Alijulikana kwa msimamo, hekima na uwezo wa kusimamia mijadala kwa utulivu. Sifa hizi zilimfanya aaminiwe zaidi na wenzake. Mwaka 2010, historia iliandikwa. Anna Makinda alichaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa mwanamke wa kwanza kabisa kushika wadhifa huo. Ilikuwa ni hatua kubwa, si kwake tu bali kwa wanawake wote wa Tanzania. Akiwa spika, alisimamia vikao vya bunge kwa haki, akisisitiza nidhamu, heshima na kufuata sheria. Baada ya kumaliza kipindi chake mwaka 2015, Anna Makinda aliendelea kulitumikia taifa katika majukumu mengine ya kitaifa na kidiplomasia. Maisha yake yalobaki kuwa mfano na kuigwa, yakionyesha kuwa kwa bidii ya elimu na ujasiri na mwanamke anaweza kufikia ngazi za juu kabisa za uongozi. Hivyo, simulizi ya Anna Makinda ni mwanamke aliyesubutu kuota, akasimamia imara na akaacha alama isiyofutika katika historia ya Tanzania. Karibuni kupitia katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho, makuzi yake na ukuaji wake kwa ujumla. Anna Makinda alizaliwa tarehe 20 Januari. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1949 mkoani Morogoro. Taaluma yake ya awali, alikuwa ni mwalimu ambaye alichukua masomo ya elimu. Chama chake cha siasa ilikuwa ni Chama cha Mapinduzi CCM, lakini safari yake ya kisiasa, Anna Makinda aliingia bungeni kama mbunge wa jimbo la Mvomero kupitia CCM. Alijenga uzoefu mkubwa wa ubunge kwa vipindi kadhaa, akihudumu pia katika kamati mbalimbali za bunge. Mwaka 2010 alichaguliwa kuwa spika wa bunge na ndivyo akawa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika historia ya Tanzania. Alihudumu kama spika hadi mwaka 2015, akiheshimika kwa kusimamia mijadala ya bunge na kuimarisha taratibu na heshima ya bunge. Baada ya kumaliza kipindi chake cha spika, aliendelea kulitumikia taifa katika majukumu ya kidiplomasia, ikiwemo kuteuliwa kuwa balozi, lakini pia urithi wake. Anna Makinda anakumbukwa kama kiongozi mwanamke jasiri aliyefungua mlango wa wanawake wengi katika uongozi wa juu wa kisiasa nchini Tanzania, hasa ndani ya bunge. Hii ni historia ya mwanamke shupavu aliyepambania ndoto yake kutoka kuiota hadi kuwa ndoto kamili. Mwanamke huyu aliyepambana sana na bunge ambalo lilikuwa limejaa wanasiasa mashuhuri wenye maneno mazito, lakini alikuwa kama mwamuzi katikati yao. Anakumbuka kwa alama kubwa ambaye ameacha kama mfano mwanamke shujaa, shupavu, mwenye uwezo wa kuongoza. Huyu ni Anna Abdalla Makinda, mzaliwa wa Morogoro, ambaye ndoto yake mpaka hivi sasa imebakia kwa historia kubwa katika taifa hili la Tanzania. Na hii ni historia ya Anna Makinda. Hii ni Usiku TV.